Aprili 22. Jumanne. Mwaka wa 2025, miongozo ya kiti cha enzi, Yohana 19:30. Alipokwisha kuinywa, Yesu akasema, imekwisha. Kwa hayo, aliinamisha kichwa na kutoa roho yake. Kazi zote za Mungu huandamana pamoja na kueneza Injili. Kwa hiyo, nyayo za wamisionari wanaotangaza Injili ni muhimu sana. Ni kwa sababu mwisho utakuja baada ya Injili kutangazwa kwa mataifa yote. Remnant lazima awe kama mtu wa Warumi 16 ili kuwa misionari anayeitangaza Injili. Kwanza, lazima uwe mlezi wa mwinjilisti kwa kufanya kikao cha kanisa katika makanisa ya wamisionari. Ni hapo tu ndipo kanisa linaweza kuwa na uhuru wake. Makanisa yaliyowaagiza wamisionari lazima pia kusaidia wamisionari na elimu ya watoto wao kwa kuanzisha mfumo wa ufadhili wa masomo. Pili, ni lazima muwe watenda kazi pamoja na wainjilisti na kuwasaidia remnant wote kugundua vipaji vyao. Lazima pia uwasaidie kupata utaalamu wao na ili wawe wa utandawazi. Tatu, lazima uwe mwenyeji wa wainjilisti. Unapokuwa kikosi cha siri kinachowaokoa wainjilisti, lazima uwasaidie kutekeleza misheni. Ni lazima pia uwe mhudumu aliyesalia, anayeinua remnant, na mwashi mtakatifu, ambaye analiinua kanisa. Ingawa huwezi kufanya lolote kwa nguvu zako mwenyewe, Mungu akijibu unaweza kufanya mambo yote. Ni lazima ujiandae katika maombi ili uwe mtu wa Warumi 16 kwa kuwasaidia wachungaji na wamisionari. Ombi la agano. Mungu Baba, naomba majibu ya watu wa Warumi 16 yaanze ninapoendelea kufuata miongozo ya kiti cha enzi. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba. Amen.